Wild West TV. Bwana, mchezo wa kufuzu kombe la dunia pale nchini Morocco katika uwanja wa Mohamed wa 5. Morocco alikuwa mwenyeji kukaribisha timu ya taifa ya Tanzania wanachezaji chini ya Suleiman Moloko, na mchezo unamalizika timu ya taifa ya Tanzania kupoteza kwa goli 2-0. Goli la kwanza ilikuwa ni kona, imepigwa kichwa, golikipa kaecheza, maliziaji akawa katika eneo sahihi la kumalizia, akapachika bao la kwanza. Goli la pili ilikuwa ni mkwaju wa penalti. Timu ya taifa ya Tanzania inapoteza kwa goli 2-0 katika mchezo huu, ambapo kipindi cha kwanza walicheza vizuri sana, walizuia kila nafasi ambazo Morocco alizitengeneza, lakini kipindi cha pili mapema kuanzia dakika ya 52 ndipo timu ya taifa Tanzania ikaanza kuruhusu mabao na mchezo huo kumalizika kwa goli 2-0. Lakini kikubwa ambacho kinaonekana katika mchezo huo ni namna ambavyo timu ya taifa imeendelea kubadilika, namna ambavyo timu ya taifa inaendelea kuimarika kila siku, huku miaka ya nyuma mchezo kama huo ilikuwa ni kawaida kwa timu ya taifa Tanzania kupokea goli 3, goli 4, goli 5, hata 6, lakini safari hii wamecheza kwa namna ya tofauti na kupunguza idadi ya magoli, wanafungwa goli 2-0, na mpaka sasa timu ya taifa Tanzania imebakisha michezo miwili nyumbani dhidi ya Nigeria pamoja na Zambia, lakini katika michezo hii hata akishinda michezo yote miwili anakuwa na alama 12, anakuwa nafasi ya pili. Matumaini ya kufuzu katika hiyo hatua ya kwenda kucheza katika playoff ya kombe la dunia ni madogo sana, kwa sababu hata nafasi ya best loser timu ya taifa ya Tanzania akiwa na alama 12 inakuwa ni vigumu kwake kuipata. Kwa hiyo tunaona timu ya taifa wanakwenda kukamilisha ratiba dhidi ya Nigeria na dhidi ya Zambia, huku Zambia nao hawana matumaini yoyote ya kufuzu katika michuano hiyo ya kombe la dunia. Lakini kitu kingine kikubwa ni namna ambavyo Suleiman Moloko alikianzisha kikosi chake. Golini alimwanzisha golikipa wa JKT Tanzania Suleiman, lakini pia mabeki wa pembeni Shomari Kapombe, Mohamed Hussein Shabalala, mabeki wa kati ni Abdullah Baka pamoja na Dickson Job, lakini viungo akawepo Mudathir Yahya pamoja na Novatus Dismas, lakini pale mbele akawepo Kibrenis Prosper Faisal, Simon Epigodi Msuva pamoja na Clementie Mzinze. Bana, hicho ndicho kikosi ambacho kilianza, hicho ndicho kikosi ambacho kilivuna alama, akijavuna alama katika